Leo nataka nikueleze ukweli wa kisayansi kuhusiana na afya yako. Kwanza kabisa, kicheko ni tiba ya asili. Kucheka huongeza kinga ya mwili kwa kuongeza antibodies na kupunguza stress hormone. Kwa mfano, dakika chache za kucheka na marafiki zinaweza kupunguza msongo kuliko kukaa kimya siku nzima. Hivyo basi, tafuta kitu ambacho kinachokufurahisha kila siku, kama video, marafiki au mazingira yenye furaha. Pili, mazoezi madogo ni faida kubwa. Kutembea kama dakika 30 kila siku hupunguza hatari ya magonjwa makubwa. Kwa mfano, kutembea asubuhi kabla ya kazi huboresha moyo pamoja na akili. Unachotakiwa kufanya ni kuanza kwa dakika 10 kila siku, kisha unaweza kuongeza taratibu hadi kufikia dakika 30 kwa siku. Tatu, ubongo hutumia nishati kubwa. Kusoma au kufikiri sana kunaweza kuchosha hata bila kufanya kazi ya mwili. Hivyo basi, pumzika mara kwa mara na kula vyakula vyenye lishe kwa ajili ya ubongo wako. 4, usingizi ni msingi wa afya. Unaathiri kumbukumbu, kinga ya mwili pamoja na uzito. Mfano, ukilala masaa 4 hadi 5, kesho yake utakuwa mchovu na usio na focus. Hivyo basi, lenga kulala masaa 7 hadi 8 kila siku kwa ratiba maalum. 5, msongo wa muda mrefu ni hatari. Hudhoofisha kinga ya mwili na kuharibu mfumo wa mmeng'enyo. Kwa mfano, kufikiri sana matatizo kila siku kunaweza kupelekea vidonda vya tumbo. Hivyo suluhisho ni kwamba jifunze kudhibiti stresi, mazoezi, kufanya maombi pamoja na kupumzika akili. 6, moyo hufanya kazi bila kusimama. Hupiga kazi zaidi ya mara 100 kwa siku kusukuma damu mwilini. Na ndio maana kula vizuri na kufanya mazoezi ni lazima ili kulinda moyo wako. Kwa hiyo, punguza mafuta mabaya na fanya mazoezi angalau mara 3 kwa wiki. 7, maji ni msingi wa mwili. Huboresha nishati, ngozi pamoja na digestion. Ukikosa maji, utahisi uchovu na kichwa kuuma haraka. Hivyo basi, kunywa angalau glasi 6 hadi 8 za maji kila siku. 8, utumbo ni ubongo wa pili. Unaathiri mood, digestion pamoja na immunity. Kwa mfano, ukila vyakula vibaya, unaweza kujikuta kwamba una hasira au una huzuni bila sababu. Suluhisho ni kwamba kula vyakula vya asili, mboga, matunda na vyakula vyenye nyuzi. 9, sukari nyingi. Sukari nyingi inahusishwa na magonjwa na kuzeeka mapema. Kwa mfano, kula soda au pipi kila siku huongeza hatari ya kisukari. Hivyo basi, punguza sukari na badili kwa matunda au vinywaji visivyo na sukari. 10, ni pumzi ya kina. Hupunguza pressure na cortisol. Ukikasirika, pumua polepole sekunde 10 utahisi nafuu. 11, mazoezi hujenga ubongo. Huimarisha kumbukumbu pamoja na utendaji wa akili. Kwa mfano, watu wanaofanya mazoezi mara kwa mara huwa na focus nzuri zaidi. Hivyo basi, jumuisha mazoezi ya mwili kwenye ratiba yako ya kila siku. 12, kuruka mlo si suluhisho. Hupunguza metabolism na kupunguza sukari ya damu. Hivyo hakikisha kwamba unakula mlo kwa ratiba. 13, mikao ya mwili ina umuhimu. Inaathiri kupumua na uwezo wa kufikiri. Kwa mfano, kukaa umeinama muda mrefu hupunguza oksijeni inayoenda katika ubongo. Suluhisho ni kwamba kaa au simama wima na rekebisha mkao mara kwa mara. Na mwisho, kinga ni bora kuliko tiba. Vipimo vya afya vya mapema huokoa maisha. Kwa mfano, check-up ya kawaida inaweza kugundua ugonjwa kabla haujawa mkubwa. Hivyo basi, fanya uchunguzi wa afya yako angalau mara 1 kwa mwaka.